Hayakuwa matarajio ya wengi kushuhudia walichokishuhudia mnamo Februari 28 ya mwaka 2025 pale nchini Marekani katika bara la Amerika ya Kaskazini, Bwana Zelensky aliposhuhudiwa kuwa mgeni maalum katika White House. Uso wa Donald Trump na makamu wake JD Vance dhidi ya mgeni wao Zelensky ilikuwa ni vita ya maneno ambayo iliwakumba watatu hao, lakini yote hii ilikuwa ni Bwana Zelensky alipokwenda kutafuta suluhu kutoka kwa Marekani kukabiliana na vita inayomwandama dhidi ya Urusi. Machi mosi mwaka huu, Donald Trump alijitokeza tena hadharani kuambia ulimwengu kwamba wao kama viongozi shabaha yao kubwa ni kuitaka amani katika vita inayoikabili nchi ya Urusi na Ukraine. Kuacha mapambano, kuacha kuua, wamepoteza mamia ya askari, ni wakati wa kusitisha mauaji. Baada ya hayo yote kushuhudiwa, hatimaye Ukraine yakubali kusaini mkataba na Marekani wa uchimbaji madini nchini kwake, ambapo Scott Bessent, katibu wa hazina wa Marekani, ameweka bayana juu ya swala zima ambalo wao kama Marekani wameingia makubaliano na nchi ya Ukraine. Thanks to President Trump's tireless efforts to secure Shukrani kwa Rais Trump kwa kujali nguvu ya usalama wa amani ya kudumu. Nina furaha kutangaza kusaini leo hii ushirikiano wa kihistoria wa kiuchumi baina ya Marekani na Ukraine. Ni muda sasa wa kumaliza vita hii na jeshi lake. Kuua kunahitajika kuzuiliwa na wote wa Marekani na serikali ya Ukraine kutizama mbele zaidi kushughulikia hili. Mapatano ya kihistoria ya kiuchumi kwa watu wote na Marekani na Ukraine. For both the Ukrainian and American people. Lakini hapa sasa, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky anaweka bayana kwamba kusainiwa kwa mkataba huo ni halali kabisa baina ya taifa lake dhidi ya taifa la Marekani. Makubaliano yamebadilika kiumuhimu wakati wa mabadiliko ya mchakato, na sasa ni uhakika ushirikiano ulio sawa na umoja ulianzishwa. Fursa na kikubwa ni uwekezaji ndani ya Ukraine. Ikiwa kutakuwa na umuhimu wa viwanda vya kisasa kwa Ukraine na usawa, ni wajibu wa kisheria. Mtazamaji wa SAUT TV, mpaka hivi sasa hatujui kama Ukraine anataka mbichi ama mbivu, na majibu yote haya yako mikononi mwa Urusi kwa ajili ya kujibia kama wao pia wako tayari kuendelea na mapigano dhidi ya Ukraine, ambapo usitishwaji wa mapigano hayo yalikwisha kukubaliwa kama ni siku 30. Mimi ni Uswege Mwaka wa SAUT TV.